Yo, what's good my people? As you know my name, call me LD Icon. ICON. Ukiniita mic controller bana fresh. Kama na of course tuko hapa maeneo fulani ya Dar es Salaam Mlimani City, sehemu ambako tunaenda kuenjoy na Bongo Flava zenye miaka 30 ya kwake. So kama bado haujasubscribe channel yetu, make sure kwamba una subscribe, una like, una share na una comment. Movement ni nyingi kinoma, lakini kubwa zaidi ambalo sasa hivi linaendelea hapa Mlimani City, wasanii of course by the way kwamba wamekuja kufanya kwao, it means kwamba sound check kuhakikisha baadaye mida fulani ya saa moja kinaenda kuhappen na kila mtu anakuja kuenjoy na kila kitu ambacho anatamani aje kukiona kwa ukubwa zaidi kwa msanii ambaye anampenda, au sio? Miaka 30 ya Bongo Flava, tarehe 10 ndio hapa, na leo asemaye kesho ni muongo. Waswahili wanasema usije hukumu mwanangu kama bado hajajipanga kuja kupata burudani, kwa sababu list ni kubwa, na kama vile ambavyo wameanza kuposti kuanzia since day one kuliendea ile tukio mpaka hii leo itafikia tamati mida fulani hivi alfajiri, ndefu kinoma. Mimi naitwa LD Icon na hii ni Hot Biz TV. Subscribe, like, share, pia comment. Bado mundani tutapata nafasi ya kupiga story na legend mbalimbali wa muziki ambao wamechonga barabara, kama vile kauli mbiu yao inavyosema, ndani ya mwaka 2026 miaka 30 ya Bongo Flava tumechonga ama tunachonga. Kuna kuchonga na kuchonganisha, au wenetu wamechonga, wenetu wamefanyaje? Wamechonga. Kwa hiyo tuzetu tukashuhudia baadhi ya matukio ambayo yanayoendelea humo ndani kwenye sound check kuelekea tukio la miaka 30 ya Bongo Flava. Wakali wote ambao wamefanya ya kwao tuko na humo ndani leo, tutaenjoy tuzetu marangu. Muda gani mnaenda kufanya sound check? Maana tumefika hapa muda, lakini harakati zimekuwa nyingi zaidi. Kama hivi umeona kuna vitu vingi ambavyo vilikuwa vinafanyika hapa nje. Kwanza ilikuwa tunasubiriana tukamilike, kwa sababu kuna wengine walikuwa wanatoka mbali na hawakuwa kwenye kambi ambayo ilikuwa imeandaliwa kwa ajili ya ili tukio. Lakini vile utaratibu wa sound check ndio unaenda kufanyika sasa hivi. Kama umeona watu wengi wanapita wanaenda huko, basi ndio tunaenda kufanya sound check pia na rieso. Nafikiri kitu kama hicho. Yeah, of course kwa upande wangu mimi bado nafanya muziki na hata kabla ya hizi shamra za maandalizi ya show hii ya 30 ya Bongo Flava, watu wameshuhudia kweli kazi zangu nikiwa naachia. Nimeachia kazi kama 5 kama sikosei. Yes, yeah. Kwa hivyo na pia vile niwape tu ushauri au niwaambie wenzangu ambao ni maregendali ambao bado ni mamesenari. Maana ujue regendali unawezekana kama hautakuwa na umesenari ndani yako, hauwezi kuwa bado bora kwenye kufanya kazi. Inahitajika kwamba wewe ukiwa regendali basi uwe na uwezo wa kuwa hata ukiamsha muda wote, ukiamua swala la kutunga uko vizuri, ukiamua swala la kwenda kuingiza vocal studio au kwenda kuimba with a live uko vizuri, basi huyo ni regendali, alafu at the same time ni mercenary. Yeah. Au sio? Yeah. Yes, yeah. Niwaambie tu kwamba ni wakati wa kutoa ngoma zao, kwa sababu watu ni wakati ambao wanawatazama sasa hivi. Yeah. Kuna baadhi ya watu kama wamemiss hivi. Comment zimekuwa nyingi sana kuhusiana na hili tukio. Hii imetokana na nini 20? Kiukweli ni kwamba hata muda uliopita upepo haukuwa mzuri baina ya jamii na wasanii wao. Lakini kwa upande wa wanamuziki ambao wanaitwa maregendali, ni hali tofauti, kana kwamba tiketi zimeisha kabla ya siku 3 mbele. Ni kitu ambacho kinaonyesha kwamba watu kweli wanapenda muziki mzuri, hawapendi muziki wa matusi, hawapendi muziki unaoongozwa na kiki, bali wanataka mashauri na burudani ndani yake kama hivyo. Turudi kwa upande wa wasanii, kuna wasanii kama wamemisi kwenye hili tukio, na kuna baadhi pia wametoka kwenye mitandao ya kijamii na kutoa maoni yao kwamba kwa nini sikuwepo ama shida kwaga ni nini, kuna fulani hayupo, na comment kama hizo hapo. Nini ambacho kimetokea kipo nyuma ya pazia, watu watufahamu. Kwa wale ambao wametoa malalamiko, miongoni mwao kuna huyu ambaye amepata nafasi ya kuwepo tena baada ya malalamiko yake, kama vile amewashtua, kwa sababu yale hayakuwa malalamiko, bali ilikuwa ni kama kuambia tu vipi mimi mbona nipo, msizani kwamba sipo. Yeah. Na wameangalia kwa wakati aliowatafuta, wameona inawezekana kumjoin na wamemjoin. Lakini vile kunao wanamuziki wengi ambao hata mimi pengine ni watu wangu wa karibu, kimfano kila Mbidogi, kina nani, wote ni wahusika wa moja kwa moja wa hili swala. Lakini nafikiri ni kwa sababu ya
lilikuwa ndio kwanza linaanza. Kwa hiyo kutokana na condition za watu pengine hawakusikilizana vizuri, kitu ambacho sasa hivi kimeonekana kuwa ni tofauti. Kimeonekana kuwa ni kitu kikubwa. Ni sehemu ambayo unaweza ni sehemu ambayo unaenda kuwahudumia watu wengi na ni tukio kubwa. Kwa hiyo huko tunakoelekea wewe mikoani au vipi, nafikiri timu itaongezeka. Au sio? Mimi niwahi kwenye nani. Haina noma. Kitu gani cha tofauti ambacho tunaenda kukiona hususan kwa upande wako wa mashabiki wa Mr Blue? Ni vizuri kama wangekuja yani waone pale pale. Unajua ukishaelezea unakuwa unatoa ile hamu ya watu, wakishaniona pale wajua wewe ushaongea pale. Kwa hiyo nimejiandaa vizuri, namshukuru Mwenyezi Mungu, kiafya niko vizuri, niko sawa kabisa. Kwa hiyo naomba Mungu show yangu ifanyike vizuri, na kama unavyoona leo ni sikukuu kwenye muziki huu wa Bongo Flava, na mimi namshukuru Mungu nimekuwa ni mmoja wa watu ambao wamepata hii nafasi ya kuperform. Kwa hiyo najisikia vizuri sana na imani nitafanya kazi vizuri. Okay. Yeah. Sawa, hii leo imekuwa kama chachu kwa baadhi ya wasanii ambao kidogo kama walikuwa wamemute hivi kwenye game, lakini ujio wa hili tukio kama imekuja kuwapa mwamsho hivi kwamba bana tuna uwezo wa kufanya kwa sababu nafasi yetu bado ipo pia. Yes, ya kitu kama hicho hapo. So moja kati ya kitu ambacho ninachohitaji nifahamu, je, wewe ni moja kati ya msanii ambaye bado umekuwa na consistency ya kufanya vizuri zaidi. Wale wengine ambao walimute hapo nyuma miwaandaaje kuhakikisha kwamba tunarudi na tuna uwezo wa kufanya pia? Unajua vizuri kwamba wote tupo hapa. Yes. Kwa hiyo na nyinyi mnaweza mkapata nafasi mkawauliza wakawajibu, lakini kwa mimi nimejiandaa vizuri na niko salama, namshukuru Mungu. Kwa hiyo na imani nitafanya kazi vizuri. Yes. Mimi nashukuru Mungu niko siku zote, kama ulivyosema. Kwa hiyo mi always niko ready. Mimi niko ready na huaga nasema nachomshukuru Mungu zaidi, baada ya mimi generation ilonifuata yote mimi nimeinspire, na ndio generation ambayo mpaka leo bado inaendelea kufanya. Kwa hiyo mimi naishi na generation yangu yani, ambayo ndio iko sasa hivi. Kwa hiyo hao wote unavyoona katika 10 labda 2 tu watakataa, lakini 8 wote lazima nitakuwa nimewainspire. Kwa hiyo mimi bado naona nafanya vizuri na nahitaji kufanya vizuri zaidi, japokuwa game ni kama boxer, yani unapokuwa unaingia uwanjani hautakiwi mdharau bondia. Bondia akishaamua kuja kupigana ujue tayari yuko fit. Kwa hata mimi ninapokuja kufanya music, naamini kuna wasanii wa sasa hivi ni wakali na wanafanya vizuri, lakini mimi mkali zaidi yao. you